Jambo la tatu, kila mwanamke ana kiu ya kushirikishwa. Kila mwanamke ana kiu ya kushirikishwa. Yaani ngoja niwaambie akina baba mlioko hapa, mwanamke yoyote anatamani kuwa wa kwanza kujua kila kitu kwenye maisha yako. Anatamani ajue uko wapi, unaenda wapi, unafanya nini na nani, maisha yako yanaendeleaje. Anapenda. Na ukija kuangalia, mwanamke ndio anapenda kucheck mara kwa mara, unaendeleaje, maisha yanaendeleaje. Anapenda sana. Ukiona mwanamke wako au mke wako amepunguza kukucheki mara kwa mara, wewe ndio unamcheki mara kwa mara, kuna shida sehemu. Kwa nini? Sio mwanaume anayependa involvement, ni mwanamke ndio anapenda kujua na kushirikishwa. Ndio maana wanaume wengi hawapendi kuuliza swali unarudi saa ngapi. Naambia inabidi akuulize kwa sababu anapenda kujua uko wapi. Wengine wanafikiri kwa hiyo haniamini. Naambia hapana, wengine hasio kuamini. Kuna wanawake wamekaa kule nyumbani, anataka ajue unatoka saa ngapi. Akuombee tu, Mungu, mume wangu anarudi nyumbani, kuna ajali huko barabarani, kuna mambo mengi, mlinde. Wewe unaniuliza niko wapi, unataka nifanye nini? Wewe ndio unanipa, wewe ni mwanamke tu. Acha vita. Kubali kulindwa. Kubali kulindwa. Bwana asifiwe. Kubali kulindwa. Tumefanya tafiti. Wanaume wanaokataa kukaa chini ya ulinzi na usaidizi wa wake zao wanakufa mapema. Hapo usiseme amen. Angalia ndoa za watu. Mimi nina practice na watu wengi ambao ni maarufu, wakubwa, wana uwezo, viongozi, lakini unakuja kugundua amepata magonjwa ambayo tunaita kwenye kundi la stress related diseases. Magonjwa yanayohusiana na msongo wa mawazo. Alafu anakufa. Alafu tunajua ni mapafu, figo, nini. Mke wake anapokuja ofisini au mtoto wake au ndugu yake tukiongea, unakuja kugundua tatizo lilianzia kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Na wengi ndoa ikisha vuruga, afya inavuruga, kazi, kila kitu kinavurugika. Kwa nini? Msingi wa kila kitu uko kwenye relationship. Na ndio maana mojawapo ya sababu za changamoto ya afya ya akili ni mahusiano kuyumba. Bwana asifiwe. Wanawake wengi sana wanapigwa na vitu vizito siku ya matanga. Mume akifariki, ndio unakuja kugundua mume wako alikuwa na mtoto, mume wako alikuwa na nyumba, mume wako ana kiwanja, mume wako ana hichi. Wewe hujui. Ulikuwa unajua watoto ni hao tu. Na wakati ule kuna vitu vinakujaga uwezi kukikwepa. Yaani ukikiona hivi unamuona mume wako kabisa. Vinafanana mpaka kile kidole cha 6 huko unamuona kabisa anafanana mume wako. Mshirikishe. Mshirikishe madhaifu. Mshirikishe strength. Mshirikishe. Wanawake wanaumia sana anapokuja kukaa karibu na ndugu zako, na kuja kugundua wazazi wako kuna vitu wanajua. Nilikuwa nakidili na kesi ya moja, ikawa inafikia hata kwenda kutaka talaka. Vita ilikuja nini? Yule binti, yule kijana alikuwa na mtoto, kashazaa mtoto. Akamwambia mke wake wanalina, akasema yule mwanamke mimi nimeshaacha naye, ila yule mtoto ameenda naye. Kukatokea msiba kwao Iringa. Wamekwenda kwenye msiba, wamekuta mama mkwe kumbe anaendelea kuwasiliana yule binti, na yule mkaka alimwambia tu uongo, na mama mkwe ameshamtumia nauli. Kumbuka mama mkwe anamtumia nauli binti ambaye mume wako alizaa naye. Amemuita msibani. Hivi hapo unaonaje? Kinaingia akilini? Alafu kamkuta kasha kuja karibu wiki yuko, kwanza mtu anaumwa, kamleta, anamsaidia. Maana yake kama amemtuma yeye amsaidie, maana yake anajua sasa wewe ni bullshit, useless. Hivi unanielewa eh? Kamuita mdada ambaye kazaa na mume wako na ana mtoto. Walipofika kule ni kama yule binti alikuwa na misiba hii miwili. Ule wa mtu aliyekufa na alichokikuta. Baada tu ya kuzika akarudi Dar es Salaam. Sasa namsubiri mume wangu arudi baada ya kuzika. Vita iliyokuwa hapo sio kubwa. Nikamwambia umekosea. Umekosea. Hata kama mama mkwe ndio aliforce, ungeweza kumwambia mke wako, bwana tunakwenda kwenye msiba ile, kunaweza kuwa kuna changamoto. Mama kamuita ajue kutoka kwako ili afahamu msimamo wako. Sasa ukienda kule ujue, si anajua sasa na wewe ulikuwa unajua, sio? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la ngapi? Na la mwisho. Jambo la 4 na la mwisho. Ni vizuri kila mwanaume afahamu kwamba kila mwanamke anaongozwa na hisia. Ni vizuri kila mwanaume afahamu. You should know this. Kwamba kila mwanamke ambaye ni mke wako, hata
hata mabinti zako wanaongozwa kwa nini? Emotion. Tunasema hivi, every woman is an emotional being. Sisi wanaume sio emotional being hivyo. Ndio maana mwanaume anaweza akavunja ndoa, akawaacha watoto, akaondoka, akaenda kazaa na mwanamke mwingine, na akasomesha wale watoto kule, akaacha hawa huku. Amuonagi? Haitokei? Haitokei? Mwanamke hawezi kufanya hivyo. Mwanamke hata na wanaume watatu anatembea na watoto wake. Na utakayekuja ukimpenda hujapenda watoto wake, akupendi na wewe. Mwanaume ni kama mbegu, anarusha hivi, ziote zisiote sawa, zikauke zisikauke sawa. Kwa ufahamu mwanamke uliye naye, my brothers and sisters, ufahamu ni 100% emotional. Anataka, anaishi kwa hisia. Mwanamke anaishi kwa hisia, anakula kwa hisia, anakunywa kwa hisia, anaongea kwa hisia, anafanya sex kwa hisia, ananunua vitu kwa hisia. Mwanamke ananunua vitu kwa hisia. Mnaweza mkahamia nyumba mpya, ukamwambia mke wangu nakupa 3.5, nenda Mlimani City uje na mapazia. Ukarudi jioni ukaja kukuta kaja na carpet. Mwanamke anaweza. Na kosa utakalofanya ni kumshangaa, mbona umekuja na carpet? Anakwambia mwanaume gani hujui seli wewe? Kuna seli 75%, ningeacha carpet hili. Anakushangaa. Lakini ukweli umempa hela kufanya nini? Ya kununua pazia. Na hana shida. Mwanamke anafanya kila kitu kwa hisia. Anaweza kwenda supermarket, akaenda kwenye nyumba ya jengo la wanakouza wanauza nguo. Mwanamke anaweza kwenda wakauza nguo, akachagua, akauliza, akaenda kule kwenye changing room, akasema mna kama hii ya kijani. Wao wanajua mteja, wanamtafuta kijani, wanampa na mtu wa kumshikia kioo, alafu baadaye anauliza, Jumapili mnafungua? Wanawake oye. Mwanamke anaweza, mwanaume hawezi. Mwanaume akiwa anaenda shopping akagundua kaacha wallet, hata gari ya paki, anazunguka huyo, anaondoka. Mwanamke ni wa hisia. Na naomba niwaambie, kuconfirm hisia zake, Mungu amempa extra sensory. Mungu amemuandaa kwa kumpa hisia. Sio hisia, kinaitwa nini ile sensory? Milango ya fahamu. Tulifundishwa form 3, milango ya fahamu. Tuna milango mingapi ya fahamu? 5, ikiwemo pua, mdomo, ngozi, sio? Ulimi, 5. Mwanamke amepewa wa 6, unaitwa EPS. Huyu hapa Elidi ana EPS. EPS ni nini? Inaitwa extra perceptual sensory. Hisia za mwanamke zinaweza zikampa taarifa. Ndio maana wanawake wanasema I trust my gut. Mwanamke anaweza akahisi usiku kwamba una mwanamke, akaamka asubuhi akamwambia mume wangu, hebu niangalie machoni. Naomba niangalie tu machoni baby, naomba niangalie machoni baby, na mwanamke akaanza kulia kabisa. Anaweza kabisa hivi na moyoni mwako anasema Mungu wangu ameona message wala hajaona. Alafu kimbana sana anasema ni ndoto, lakini tunajua ndoto zangu barabarani zinakuwa kweli. Na uwezo huo, kuna mtu ananielewa? Yeah. Mwanamke amekaa hapa, kuna juice mezani mwake, nyumbani kule kumewaka moto, atakiwa kwanza hapa kugundua ni mwanamke. Unaweza kushangaa tumbo la uzazi, unatoka unasikia kuharisha, unaumwa tumbo, unasema baba naomba simu nipige nyumbani. Dada anakuambia umeme umekatika, afu mtoto ameanguka kwenye ngazi. Baba anaweza kuwa analewa wala hajui chochote. Sisi watu wa hisia. Sasa ninakufundisha hivyo kwa nini? Ufahamu unadili na kiumbe cha hisia. Kuna nyakati nyingine mtagombana kwenye issue ya matumizi. Wewe unafikiri yeye anafanya logical, yeye haende na logic, yeye anaenda na emotions. Mwanamke anaweza kusema baba naomba milioni 15. Ya nini? China. Kuna nini? Kanunue mashati. Mashati, wewe na mashati wapi na wapi? Kumbe ni rafiki yake amwambia ukipata milioni hizo dada, shosi 15 mimi nakupeleka. Kwa anaminya na anamwambia kabisa kama unanipa unipi. Unanipa unipi. Kama unipi niambie.
hajui market strategy, hajui source, raw material, hajui. Hayo wewe ndio unajua, kwa sababu Mungu amekupa ku think in left brain. Wewe una think logically, yeye think logically. Anakuambia unanipa au unipi. Ukisiponipa nikipata na kujua mimi. Na ukisikia hilo neno, wewe baba, unasema Eloi Eloi lama sabakitani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana.